Mimi sina cha kuambia, ndio hivyo tu, tuna masikitiko makubwa sana, mzee wetu akatuacha, ndio kama hivyo. Sadi TV. Sadi TV, in God we trust. Karibu kuitazama Sadi TV, kwenye mic ni Blue Boy Akishua, na kama unavyoona leo kwenye screen zetu nimekusogezea moja kati ya vijana ambao nikaona sio mbaya kwa siku hizo tuweze kupiga nao mastori, tuweze kujua chochote kitu kutoka kwao. Moja kati ya kitu ambacho kimeshangaza watu wengi hususan kwa hapa nyumbani kwetu ni issue ya mzee wetu ambaye anafahamika kwa jina la Hamisi Donatie kuweza kutuacha. Ilikuwa ni majira ya mchana hapa nyumbani kwetu, taarifa za msiba zilianza kusambaa kona na kona, na sisi kama Sadi TV tukaona sio vizuri ili liweze kutupita, inabidi tutafute yeyote yule ama ndugu ambaye anaweza akajua chochote kitu kuhusiana na mzee. Mzee aliumwa kwa kipindi gani, taarifa za msiba zilikuwaje, ziliwafikiaje kwao. Nikaweza kukutana na mabraza zangu hapa kwa ajili ya kuweza kuongea nao mawili matatu kuhusiana na mzee, alikuwa ni mtu wa aina gani kwao kama familia. Kwa mic ni Blue Boy Akishua, hakikisha una subscribe, una like, una comment, unakuwa kwanza kila siku kupata updates zetu. Nyuma ya kamera niko na director naenda kuongea nao tuweze kujua machache mengi. Habari yako? Fresh. Unaendeleaje? Hivi hivyo na vitu wana tu. Okay. Yeah. Majina unatambulika kama nani? Ferasi. Ferasi anaweza katuambia kwamba mzee ambaye alituacha kwa kina nani? Ule pale, yani tuseme kwa mila zetu za Kibembe. Ni kama baba yangu. Kama baba yako? Yani sababu mimi ni mjukuu wa mtoto wake. Okay. Kwa mila za Kibembe yani mimi nishakuwa ni mtoto wake. Ushakuwa ni mtoto wake. Na wewe ni mjukuu wa mtoto wake wa kwanza au? Mtoto wake wa kwanza. Okay. Na kwa hiyo mtoto wake ni wangapi? Kwa tuseme kwa babako sasa ni wangapi? Mimi ni wa pili. Wewe ni wa pili? Yeah. Yaani inaonekana mzee aliacha familia kubwa. Yaani tuseme na wewe tayari una mtoto au? Yeah, mimi na watoto sasa hivi. Kwa hiyo tuseme kwamba watoto wako kwa mzee wataitwaje? Kwa Kiswahili siwezi nikaelewa. Yeah. Ila kwa Kibembe ni Abinda Macho. Ni Abinda Macho. Yeah. Mzee ameacha familia kubwa. Acha niamie kwanza upande wa pili. Ndio habari yako? Salama. Unaendeleaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko poa. Unafahamika kwa jina gani brother? Naitwa Ramso. Naitwa Ramso. Ramso, nataka kutuambia kwamba mzee ni nani yake? Mzee alituacha mimi ni babu yangu kwa sababu mimi ni mjukuu wa dada yake. Wewe ni mjukuu wa dada yake? Yeah. Yaani mzee ni babu yako kama ulivyosema? Yeah. Taarifa za msiba zilianza kusambaa ilikuwa ni majira ya mchana kwa huku nyumbani kwetu. Labda kwa taarifa zaidi ya kuweza kutuambia, kwa sababu taarifa zilianza kusambaa tuseme ilikuwa ni nyuma ya mzee aliweza kutuacha majira kama saa ngapi? Mimi siwezi nikajua kwa sababu taarifa na mimi nimepata jioni hivi. Yeah. Yeah. Ilikuwa kama mida ya saa ngapi unapata taarifa? Sikosemi mida saa 11. Mida saa 11. Yeah. Taarifa zilikufikiaje labda? Zilikuwa taarifa ambazo sio nzuri sana kivile kwangu. Yeah. Yeah. Kwenu kama familia mzee alikuwa ni mtu aina gani? Mzee alikuwa ni mtu ambaye ni mshauri kwa watu. Yani alikuwa mtu mzee ambaye alikuwa anategemea tu na familia kiufupi. Okay. Sisi tunamfahamu kama alikuwa ni mwinjilisti kwa hapa nyumbani kwetu, alifanya kazi nyingi za kuhubiri kama hivyo. Labda alikuwa na kazi nyingine ambayo mnaweza mkatuambia nyinyi kama familia? Hapana. Hiyo kazi ya uinjilisti ndo ambayo tuseme sisi pamoja na nyinyi mnaifahamu? Ndio. Labda niame upande wa pili kuweza kuuliza machache ya kuhusiana na ratiba za mazishi labda za mzee zitakuwaje. Kaka, kwa upande wako ratiba za mazishi ya mzee zitakuwaje? Ratiba za mazishi bado hatujafahamu. Ila msiba hautakuwepo hapa. Kwa maana mimi ni mtoto, hawezi akaweka msiba hapa. Mbele yangu kuna wakubwa. Kwa hiyo tuseme kwamba hapa nyumbani umebaki peke yako? Tumebaki sisi wawili na mke wangu na watoto wangu wawili. Yeah. Kwa mnavyoangalia, kama ukiangalia kifamilia nini, msiba wa mzee unaweza kwenda kama wapi? Msiba wa mzee ulikuwa yani tuseme ungeenda kwa babu yangu wa huko Matenti huko. Okay. Ila mzee mwenyewe wa Matenti hayupo. Wamepeleka Ashi. Wamepeleka Ashi? Kwa mzee Agwero. Kwa haraka haraka ukipiga hesabu za haraka haraka mzee alibatika kuzaa kama watoto wangapi? Kwa haraka haraka
Kwa haraka siwezi nikajua. Kwa kupima kipimo, tukichanga watoto wajukuu mpaka wajukuluza, ameacha kama familia watu wangapi hivi? Ukiangalia tu kwa kuangalia kama na macho, wanaweza kuwa kama kwenye mangapi ngapi? Ni wengi sana. Mzee ameacha familia kubwa tu. Familia ya kutosha. Kama kwenye ngapi? Mimi siwezi nikafikiria hivyo, kwa maana kuna watu wengine ndugu zangu ambao kwa Kongo sifahamu wana watu wangapi, wana vitu kama na hivi. Kwa hiyo kwamba tukipiga kwa haraka kwa sababu wengine hawajui, mzee anaweza kawa ameacha familia ya watu hata zaidi ya 100. Inawezekana kwa sababu ana familia kubwa sana. Labda kwako kama una kipi cha kuambia wale wote ambao wanatutazama na wale wote ambao walikuwa hawajui taarifa za mzee kutuacha? Mimi sina cha kuambia, ndio hivyo tu, tuna masikitiko makubwa sana, mzee wetu akatuacha, ndio kama hivyo. Labda kwa kuambia wengine wale ambao watakuwa wameumizwa na kifo cha mzee. Ni hivyo tu. Mungu ndio hivyo aishafanya haki, tutafanyaje? Mungu ametoa tena ametoa. Kwa jina lake lihimidiwe milele. Ndio. Brother, nimependa sana kwa muda wako. Asante sana. Brother, nimependa sana kwa muda wako. Shukran. Sisi kama Sadi TV tunatoa mkono wa pole. Tumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa hili lililotokea. Labda unaweza kuwa na neno lolote la kuambia watu labda kuhusiana na kifo cha mzee? Cha kuambia watu ni tuugue pole kwa ujumla. Nimependa sana kakaangu. Asante sana. Mtazamaji wetu wa Sadi TV, ni entertainment reporter Blue Boy Akishua, ulikuwa nami mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Nimeongea machache kuhusiana na kile ambacho mtazamaji wetu wa Sadi TV ulitamani kukisikia kuhusiana na msiba mzito wa mzee ambao ulitukuta. Wamesema kwamba kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua mzee kwa muda mrefu ilikuwa ni pressure, na pressure ilimpelekea mpaka akaenda kutibiwa Burundi, na taarifa za mazishi hazijawekwa kwamba mzee atazikwa siku fulani kama hivyo. Bado harakati zinazidi kupangwa kuangalia kwamba mzee anaweza kaletwa hapa, na ikitokea kwamba ataletwa hapa basi atapelekwa Ashi, kwa sababu hapa kuna ishi tu watoto, hakuna mkubwa. Kwa yote ule ambaye aliweza kuguswa na hili, basi tuweze kumsindikiza mzee wetu mahali pema peponi uko aendako, kwa maana najua alifanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa moyo mkunjufu. Najua kwamba roho yake Mungu atailaza mahali pema peponi. Subscribe, like, comment ili uwe wa kwanza kupata tukio lolote ambalo litaendelea kuhusiana na mzee. Sadi TV. Sadi TV. In God we trust.